Leo kwenye hii video ninataka nikuelekeze kinga 3 za asili ambazo tunazitumia zaidi hapa shambani kwetu, na hivyo tumejikuta kwamba tumepunguza vifo kwa asilimia kubwa sana. Sisi hapa shambani kuku kuumwa ni nadra sana ukakuta kuku wanaumwa. Sasa nataka leo nikupe hizi kinga ambazo sisi hapa shambani huwa tunazitumia. Kwanza kabisa, kabla sijakutajia hizi kinga 3, nianzie hapa. Kitu cha kwanza ambacho kabla hujafikiria kuanza kutumia kinga au tunaita antibiotic, fikiria kuhusiana na mabanda yako, namna ambavyo umeyajenga mabanda yako. Je, yanapelekea magonjwa? Kwa mfano sisi hapa haya mabanda tulikuwa hatujayajenga hivi, lakini kwa sababu ya kukinga na kuzuia magonjwa tukayajenga upya, tukayatengeneza upya ili kuweza kukidhi vigezo ambavyo vitafanya kuku wako wasipate magonjwa mara kwa mara, kwa kuweka madirisha mapana ambayo yataingiza hewa vizuri kabisa. Hii imesaidia sana kwenye vifo, hasa upande kama vile wa wale kuku wanaokufa ghafla, lakini pia mafua, vimesaidia sana. Na kitu kingine ambacho ni muhimu sana kabla sija kuelekeza hizi antibiotic, cha fikiria kuhusiana na usalama shambani kwako. Ninapozungumzia usalama shambani, ninamaanisha biosecurity. Hii ni namna ambavyo utawakinga kuku wako na magonjwa ambayo yanatoka nje ya shamba lako. Kwa mfano, unauza kuku, kuna wale wanunuzi wanatoka kwenye mabanda mengine, labda yana magonjwa, wanaingia mabandani. Ni namna gani utaweza kuzuia hayo magonjwa kiujumla? Au umetoka mwenyewe na magonjwa sehemu nyingine, unaweza ukaingia nayo shambani kwako, namna ambavyo utapambana nayo. Kwa hiyo hilo ni hoja ya msingi kabisa kabla sija kuelekeza hizi tiba za asili ambazo ninakwenda kukutajia hapa. Kama utazitumia shambani kwako, basi kuku wako hawataumwa kamwe. Sasa ndugu zangu, ukitaka kutumia vizuri hizi tiba, kwanza inatakiwa ujue kutambua kuku ambaye ana dalili za ugonjwa fulani. Kwa mfano, kuku ambaye ana kideri, dalili zipi huwa anaonyesha? Kuku ambaye ana ndui, dalili zipi anaonyesha? Kuku ambaye ana coccidiosis, ni dalili zipi ambazo anakuwa anaonyesha? Hilo ni jambo la msingi sana, na mara nyingi sana nimekuwa nikilisema hapa YouTube. Kwa hiyo sasa, kama utaweza kutambua hivyo, ni rahisi sana kuweza kuwatibia kuku wako. Na huwa tunatambua kupitia vinyesi, uchangamfu wa kuku na mambo mengine mengi ambayo mara nyingi nafundisha hapa, lakini pia kwenye kundi letu la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Sasa niende moja kwa moja. Hizi tiba 3 ambazo nazizungumzia, unakwenda kugusa tiba za vitu ambavyo ni hatari zaidi, ambavyo mara nyingi sana wafugaji wengi sana huwa wanalalamikia. Kuna mafua, kuna miharo, lakini pia kuna magonjwa ya virusi kama vile kideri, gumboro, ndui. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mfugaji yeyote inatakiwa aweke umakini sana pale ambapo anakuwa anawafuga kuku wake, kwa sababu muda wowote ule ni magonjwa ambayo yanaweza kukushambulia na yakaua kuku wako. Tunasema immediately, yani mara moja. Haya ni magonjwa hatari sana. Hapo nadhani unaviona hivyo vitabu tunavyo KingoFarm. Kila kitabu hapo kinauzwa shilingi 10,000. Vinapatikana soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Ni vitabu vizuri sana, yani vinajieleza. Hizo title ambazo unaziona ndio maudhui yake ambayo yapo ndani. Kwa mfano, ufugaji wa kuku wa kienyeji, hicho ni kitabu cha kuku wa kienyeji. Na kitu kizuri ambacho unaweza ukakiiga hapa kwetu, sisi haipiti siku hatujawapa kuku walau kinga ya asili. Yani lazima basi ukiwapa asubuhi sio mbaya, hata kila asubuhi ukiwa unawapa kinga za asili sio mbaya. Na kitu ambacho nimesema nimegawa katika vitu vitatu, hakikisha kwa wiki walau hivi vitu vyote vitatu unavigusa. Yani unagusa kinga ya mafua, unagusa kinga ya miharo, lakini pia unagusa kinga ya haya magonjwa ya virusi. Na kitu kizuri, unaweza ukaandika hata ratiba, sio mbaya, kwamba Jumatatu
kuku wangu nitawapa mchanganyo huu Jumanne, nitawapa mchanganyo huu Jumatano, nitawapa mchanganyo huu hapa. Sasa ngoja nikutajie vitu ambavyo vinakinga magonjwa ya virusi, ambayo ukiwapa kuku wako utakuwa unawakinga na magonjwa ya virusi. Kuna huu mwalovela, kama utakuwa unawapa mwalovela, lakini pia kuna mwarobaini, unakinga magonjwa ya virusi. Lakini pia kuna huu mmea wa mtakalang'onyo, pia kuna hili jivu la kawaida kabisa ambalo tunalitumia, lakini pia kuna hili ni tikitipoli, linaitwa tikitipoli. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo sisi pia hapa KingoFarm tumevielekeza sana. Kama utawapa kuku wako mara kwa mara, basi utakuwa unawakinga kuku wako na magonjwa ya virusi. Jitahidi yani walau kwa wiki mara 2 unaweka hizo kinga kwa ajili ya magonjwa ya virusi. Tuje upande wa mafua. Kwenye mafua tumia hivi vitu. Kwanza kabisa kuna hii hapa tangawizi. Kitu cha pili ni kitunguu saumu, lakini pia tunayo hii asali. Ukiachana na asali kuna baking soda. Hivi vitu vyote vinakinga vizuri kabisa mafua. Kitunguu maji. Kwa hizi kinga kama utazitumia mara kwa mara, utakuwa unawakinga zaidi kuku wako na mafua. Kwa mfano hapo unaona sisi tumetengeneza huo mchanganyo. Humo ndani kuna tangawizi, kuna kitunguu maji, lakini pia kuna kitunguu saumu na pilipili. Hiyo yote ni kinga ya magonjwa ya mafua. Lakini pia kuna namna ambayo tunatumia kama tiba. Ukijiunga na KingoFarm tutakuelekeza hizi tangawizi jinsi ya kutumia kama kinga. Lakini pia kitabu kile cha tiba za asili tumeandika vizuri kabisa jinsi ya kutengeneza na kuandaa huu mchanganyo kama kuku wako wameumwa mafua. Vitabu vyetu ni shilingi 10,000, vipo PDF, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Ukilipia hapo tu tunakutumia kitabu. Sasa tuje upande wa mihalo. Huku bwana, huku ndio kuna dawa nyingi za kumwaga, nyingi sana. Kuna haya majani ya mpapai, lakini pia kuna kitunguu saumu, hiki tena kinatoa sumu, kuna mpela, kuna haya majani ya mwembe, kuna hizi ni ndulele, majani haya ya ndulele, kuna mkaa, kuna mashona nguo hayo hapo, lakini pia kuna mwarobaini, kuna haya majani ya mbaazi, kuna huu mmea unaitwa msharifu, lakini pia kuna huu mtakalang'onyo. Yote hiyo hapo inakinga na kutibu vizuri kabisa mihalo. Inategemea ni muhalo wa rangi gani. Kama ni muhalo wa coccidiosis, kuna tiba ambayo inafanya vizuri kabisa. Mafunzo yote haya utayapata ukijiunga na kundi letu la mafunzo la WhatsApp, au unaweza ukapata kitabu cha tiba za asili. Kwa mfano kuna kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji. Wale ambao mnafuga kuku wa kienyeji, ni kizuri sana 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 tena mno. Mwisho kabisa nataka niwape zoezi hili hapa. Nataka unitajie jina la huu mmea. Huu hapa unaoona, huu mmea unaitweje kwa Kiswahili au hata lugha yenu. Lugha yenu sitajua. Kiswahili, niambie kwa Kiswahili huu mmea unaitweje. Nitakuja nao hapa. Ni tiba moja nzuri sana, nitakuja nielekeze hapa. Sijawahi kabisa kuielekeza sehemu yoyote ile. Na kwa mtu wa kwanza kabisa kupatia, nitamuunga kwenye kundi bure kabisa. Lakini pia unaweza ukatutafuta WhatsApp kupitia namba hiyo hapo ambayo unaiona hapo. Pia kwa kubonyeza hapa kwenye hii sehemu ilipoandikwa WhatsApp, hiyo logo ya WhatsApp, moja kwa moja itakupeleka WhatsApp kwa ajili ya mazungumzo, au kama unataka kututumia message, kama unahitaji vitabu.